alikusanyika kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana akiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kulia, akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Ndilo neno ambalo Roho wa Bwana ametaka tuweze kuzungumza na wewe katika asubuhi ya leo. Kwa hiyo nitakuomba tu ukaweze kuketi nafasi yako na tukaweze kubarikiwa. Haleluya. Ninajua kwamba Mungu wetu kila wakati ana mpango mwema na mzuri kwa sababu yetu. Na hii wakati nataka kuzungumzia neno ambalo linasema nguvu ambayo iko katika mkono wa binadamu. Haleluya. Nguvu ambayo iko katika mkono wa binadamu. Na mikono ama mkono wa binadamu unaweza kuwa na nguvu ukishirikishwa na nguvu zingine. Haleluya. Mkono wa binadamu unaweza ukafanya kazi nyingi na ukaonekana kweli hii ni kazi ya mikono ya binadamu. Na mkono wa Mungu unaweza fanya kazi na watu wakasema hakika hii ni mkono wa Mungu. Na shetani ana mikono pia, kwa sababu naye na watu ambao wanatumia kwa kuweza kufanya kazi. Lakini nataka kuzungumzia ambao power ambayo iko katika mkono wa binadamu. Sababu binadamu wote ambayo hana mikono ni mtu ambaye anahurumiwa sana. Ni mtu ambaye anakaa mnyonge sana. Sababu hata Biblia inasema kwamba atabariki ni kazi ya mikono yetu. Kwa hiyo kumaanisha kwamba huyu ni mtu ambaye kama hana mikono iko na problem sana. Njia kubarikiwa kwake ni neema tu Mungu wa create kwa njia nyingine. Na kuna mikono mitakatifu na kuna mikono ambayo ni michafu. Haleluya. Ninasema kwa nini nguvu ambayo iko katika mikono ya binadamu? Kwa sababu binadamu wanaweza tumiwa na Mungu. Katika mikono ya binadamu kunaweza tokea na ushindi. Katika mikono ya binadamu kunaweza tokea na udhaifu fulani. Mikono mitakatifu ndio inastahili kuinuliwa kwa sababu ya ushindi wa watu. Kama vile Paulo anasema na kanisa la, anaambia Timotheo wa kwanza 2:8. Anaambia wanaume wanaposali wainue mikono ambayo iliyo mitakatifu. Nataka kila wanaume waombe kila mahali huku wakiinua mikono iliyo kata pasipo hasira wala majadiliano. Wainue mikono. Ukiangalia ushindi wa wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka 17 mstari wake wa 11 hapo, utaangalia Israeli ilishinda ama Joshua alishinda vita kwa sababu gani? Ya mikono ya Musa. Wakati imeinuliwa victory inaonekana, na wakati imeshushwa defeat inaonekana. Yani Israeli hawashindi pasipo mikono ya Musa. Yani Mungu anatumia mikono ya Musa kwa sababu ya ushindi ya taifa. Haleluya. Maandiko nasema vizuri katika kitabu cha Wafalme wa 2:5, iko nazungumzia kuhusu mtu ambaye anaitwa Jemedari Naaman. Kupitia mikono yake ndio jeshi la Shami lilikuwa na nguvu. Na pamoja na ukoma, lakini Mungu akatumia mikono ya huyu Jemedari. Na pasipo yeye kuwa katika front line,
hawa wa jeshi la Shami hawana uwezo wowote. Na una imagine ni mtu ambaye kuna ukoma, lakini Mungu anatumia mikono yake. Yaani Mungu anatumia nguvu ambayo aliwekeza ndani yake. Sababu mikono inaweza kosa kuwa hii mikono, lakini mikono inaweza kuwa ni power ambayo umewekezwa ndani yako. Hallelujah. Mikono inaweza kuwa ni channel ya kuingiza gift ndani ya mtu. Mikono ndio Paulo yuko anaambia Timotheo ya kwamba achochee hiyo karama ambayo aliwekewa na mikono kwa njia ya kuombewa. Achochee hiyo kipawa ambayo alipewa kupitia njia ya kuombewa mikono, kuwekewa mikono. Hallelujah. Na Paulo tena anaonya Timotheo ya kwamba usiwe na haraka kuwekea watu mikono. Kwa sababu gani? Usije ukashiriki maovu ya watu wengine. Ni Timotheo wa kwanza 5:22 ndio anamuonya usiwe na haraka kuwekea watu mikono. Haleluya. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao ni mikono ambayo iko na damu. Mungu akikataza, akimwambia Daudi, pamoja na kiu uko nayo ya kunijengea nyumba, lakini hautanijengea kwa sababu gani? Wewe mikono yako ilimwaga damu sana. Na Mungu anachukia mikono imwagayo damu. Moyo wake ulikuwa tayari kufanyia Mungu hiyo, kumjengea kabisa, lakini kwa sababu mikono yako ilimwaga damu sana, uweze kunijengea kikitu. Haleluya. Kwa hiyo katika mikono ya binadamu kuna power. Na hapa tunaona neno la Mungu. Haya maandiko tumeyasoma sana. Haya maandiko tumeyajua sana. Matendo ya Mitume ni ishara na miujiza ambayo Mungu alitenda na mitume. Na kwetu sisi kama sisi, kwa sababu haikuweza kuisha na neema ya Bwana Yesu Kristo, kumaanisha kwamba sisi tuko na historia ambayo tunahitajika kuandikisha ndani. Amen. Mkristo wote ana nafasi ya kuandikisha history. Hautatoka katika dunia bila watu kukuwa nasoma na wewe ulifanyaga jambo fulani. Haiko vizuri ya kwamba utoke mahali na watu wakose kumbukumbu lako. Ni vizuri kwamba watu wabaki na kumbukumbu lako. Waseme hakika fulani wakati alikuwaga hapa tulikuwa naona jambo fulani. Fulani wakati ambapo ameondoka kuna mwanya ambaye libaki hapa. Fulani wakati tulikuwaga naye kuna jambo ambalo tulikuwa tunaona kwamba linaendeka vizuri kwa sababu yake. Na sasa cha ajabu ni ya kwamba nataka kusema hii jambo kwa sababu kuna mtu ambaye unakaa mahali na unatarajia tu maisha ya msaada. Sikiza huyu ndugu, maisha yake. Hakuna kitu mbaya katika maisha ya binadamu kama utaishi ukitegemea msaada kutoka binadamu. Sababu ujue tu kwamba wakati wote binadamu anapungukiwanga. Na huyu mtu maisha yake ilikuwa ya kubebwa na watu. Kubebwa na watu. Ukiishi maisha kutegemea kubebwa na watu, siku moja utaumia moyo. Sababu siku yenyewe watachoka, hawatakubeba tena. Sikiza nikwambie, mkono wa binadamu unakuaga mzuri wakati ambapo Mungu anakusudia kuutumia. Lakini wakati ambapo shetani atakusudia kuutumia, wewe utaumia. Mungu akusaidie kama hauna kazi na uko na mikono. Mungu akusaidie kama wewe bado uko mzima na hauna kazi. Mungu akufungulie mlango wa kazi. Ukiishi maisha kutegemea kubebwa na wazazi, kubebwa na ndugu zako, kubebwa na familia yako, kubebwa na marafiki, iko siku watakuangusha chini. Mefibosheti amekuwa kiwete kwa sababu gani? Ya kubebwa. Mefibosheti hakuzaliwa kiwete, lakini kwa sababu ya kubebwa na mtu. Na wakati wa kubebwa na mtu, wakati wa haraka na haraka, ikafanya Mefibosheti angushwe. Msaada wa binadamu uko na limit. Wakati wote utabebwa na binadamu, jua kuna siku moja atakuacha kwa kona. Jua kuna siku moja atakuangusha. Hapana akikubeba unategemea kila wakati atakubeba.
Akikulipia renti leo usitegemee kesho tena. Akikusaidia na chakula leo usitegemee kesho tena. Sababu hata yeye ana upungufu na hata yeye anaweza pungukiwa. Kwa hiyo kitu moja nataka kukusaidia na nikwambie kwamba maisha ya kubebwa na watu sio maisha mazuri. Ingawa Mungu anaweza kutumia watu, lakini sio maisha ya kutegemea kabisa. Huyu ndugu alikuwa anabeba na watu kila siku, kila wakati. Na jambo ambalo ni cha msikitisho sana ya kwamba alizaliwa katika hiyo hali. Na kuna watu wengine hawajazaliwa katika hiyo hali, wanajifanya kuwa katika hiyo hali. Tuko na viwete wengi ambao wanajifanya viwete na si viwete. Haleluya. Kuna watu wanajifanya viwete lakini si viwete. Kuna watu wanahitaji kusaidiwa lakini wao ndio wanapasha kusaidia. Kwa sababu gani? Hawataki kujituma. Wako na mahali wanasema mimi siwezi fanya kazi kama hii, siwezi fanya biashara kama hii, siwezi fanya hizo, kiwango changu haifikii hapo. Acha nikwambie utakuwa kiwete. Alibebwa kila siku. Kila siku alibebwa. Usizoe kubebwa na watu kila siku. Wakikubeba siku moja shukuru. Kwa sababu siku ile ambao hawatakubeba ni kumaanisha kwamba utaumia. Na huyu mtu amedependi na maisha ya watu. Wamembeba kila siku kila siku. Na wakati walikuwa wanambeba kila siku, wamemweka katika mlango mzuri wa hekalu. Na imagine, wamemweka katika mlango mzuri wa hekalu. Mlango naitwa ni mzuri, lakini kuna mtu ambaye amebeba kila siku na shida yake haijawahi kubadilika. Na ndio maana nataka kukutia moyo sasa, nikwambie ni vizuri kila wakati kwenda katika nyumba ya Mungu. Ni vizuri kuchagua mlango gani ambao unaenda kuwekwa ndani. Sababu ukiweka katika mlango ambao si mzuri, ni kumaanisha hata na maisha yako hakuna siku itakuja kubadilika. Lakini hawa watu walikuwa najua mahali ambapo kuna mwanya mzuri. Haleluya. Sababu katika watu wanapoingia, huyu jamaa walikuwa wanamuona hapa kila siku. Walikuwa wanamuona kila wakati. Wakiingia kwa hekalu wanamuona hapa kila siku. Lakini acha nikwambie, siku ya Mungu inakuaga kwa kila mtu. Kila mtu anakuaga na siku yake ambayo Mungu alimwandalia. Pamoja na mlango mzuri, nataka kukutia moyo nikwambie kwamba usingekuwa mtu wa ku give up. Kuna watu ambao hawana moyo wa kustahimili, ya kuvumilia. Kuna watu wanaweza kuja nyuma yako wanafanikiwa, wao wanaingia kila wakati, wao wanaingia na kutoka kila wakati, na wao unaachwa hapo hapo. Jamaa ameletwa kila siku katika mlango mzuri, lakini mambo yake haijakuwa mzuri bado. Na hapa makuhani wanaingia kufanya kazi ya Mungu na wanatoka. Walawi wanaingia katika nyumba ya Mungu wanatoka. Matajiri wanaingia katika nyumba ya Mungu wanatoka. Na huyu anabaki hapa katika mlango, kwa mlango. Na siku moja ilifika. Haleluya. Nataka kukwambia siku moja itafika. Siku moja itafika. Maana wakati ambapo nabebwa na watu kuna kuwaga na limitation kila wakati. Hauwezi ukafika mahali ambapo wengine wanafika. Never. Sababu kama hawakukubeba wakufikishe mahali ambapo unafaa kufika, hutafika kwa sababu hawakukusudia kukubeba. Lakini kama Mungu anakusudia na wewe akutoe katika hiyo hali, utafika mahali ambapo wanafika. Huyu jamaa asingeingia mahali ambapo wengine wanaingia, sababu haikukuwa inaruhusika kweli katika sheria ama katika amri ambazo Musa alikuwa amepeana katika nyumba ya Mungu, ya kwamba mtu ambaye ni kiwete asiletwe katika nyumba ya Bwana. Kila siku katika mlango mzuri. Sikiza nikwambie, hautajua siku ile yenyewe Mungu alikusudia kukubariki. Hautajua siku yenyewe Mungu alikusudia kusimama kwako. Inahitaji watu ambao watakuwa patiently. Watu hawana roho ya kuvumilia wakati ambapo wanakosa. Watu wanakuwa na roho ya haraka. Sasa huyu ndugu kila wakati, kila siku. Na napendaga Mungu ya kwamba kuna watu ambao wanawafanya wajulikane na watu wengine ya kwamba hawajiwezi. Tunamjua huyu hajiwezi. Tunamjua huyu hawezi. Tunajua huyu mambo ya kutoka chini hayuko. Lakini one day ilifika.
Na saa ilifika, kuna mtu ambaye anaitwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Petro na Yohana, walikuja nao katika hekalu. Nataka kukusaidia nikwambie kitu moja, ya kwamba sio kila mtu anaweza kuwa amebeba jawabu yako. Sio kila mhubiri anaweza kuwa amebeba neno lako. Katika hekalu wahubiri walikuwa wanaenda kuhudumu, kuhani walikuwa wanaenda katika hekalu, lakini hakuna mtu alikuwa na jawabu ya ujamaa. Na ndio katika maisha unahitajika kuomba Mungu akujalie kujua aswa mtu ambaye Mungu alikuandalia katika maisha yako. Watu wengine ukiona wanafariki, si kwamba hawatibiwi. Wamegharamikiwa kweli, matibabu iko kabisa, lakini kwa sababu kuna daktari tu ambaye Mungu alikusudia mtibu na akuwe sawa. Sio kazi ama sio kila kazi inaweza kuwa msaada kwako. Ndio ukiona mara nyingine kwamba mtu anakuambia hiyo kazi niliachana na hiyo kazi, kumaanisha kwamba haikumpeleka vizuri. Tasikia mtu mwingine anasema kwamba mimi nimeacha ndoa, mimi nimeachana kabisa. Kwa sababu gani? Hiyo ndoa haikumpeleka vizuri. Hiyo biashara, haki kweli mimi nilikuwa natamani sana kufanya biashara kabisa, lakini hii biashara ni hasara tupu. Hakuna kitu nimeona ndani. Hakuna kitu ambacho nimeamua tu kuachana nayo na nikafunga. Lakini ikifika muda ambapo kusema kwamba hiyo ndio mtu ama huyo ndio Mungu alikuandalia wewe, utakuwa na amani. Yaani sio kila mtu Mungu amekuandalia kuwa rafiki katika maisha yako. Hapana. Haleluya. Mahali ni pazuri, lakini shida ni ya kwamba yeye bado shida ikingali na yeye. Na watu wanaingia wanatoka, bado yuko pale pale. Lakini siku moja Petro na Yohana ambao walikuwa na jawabu ya huyu mtu ndio wanakuja. Ni wewe kuomba Mungu akujalie kukutanisha na mtu ambaye yuko na jawabu yako. Watu wanaweza kuwa wengi, lakini anayekuwa na solution ya maisha yako anaweza kuwa ni mmoja peke yake. Milango ni nyingi, lakini kuna mlango mmoja ambao unaweza kuwa na jawabu yako, moja peke yake. Unaona Ruth? Sio kila mtu anaweza kuwa na bahati ya kutembea na Naomi. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Walikuwa na Orpa. Orpa alisema namna gani? Acha mimi nirudi. Na kakisi mama na akarudi. Lakini Ruth akasema namna gani? Sitakuacha. Na wakaandamana naye. Na katika kuandamana na yeye ndio alikutana na Boazi. Sasa Petro na Yohana wanakuja masaa ya kusali katika nyumba ya Mungu. Na wakati wanakuja katika nyumba ya Mungu, ndugu kawaida yake ni ya kuomba na ataacha shughuli zake. Sababu ni cha kusikitisha sana kusema ndio niko na maono, Mungu amenipea maono, nitakuwa na mambo makubwa, na sasa yale madogo unafanya unasema nataka kuyaacha kwa sababu nangojea mambo makubwa. Hapana. Endelea kwanza na yale madogo. Kupitia yale madogo ndio kunaweza toka connection ya mambo makubwa sasa. Haleluya. Huyu ndugu akuacha shughuli yake ya kuomba sadaka, na wakati aliwaona alitarajia sadaka kutoka kwao. Iko fani sana. Lakini cha ajabu ni ya kwamba kile kitu alitarajia kwa mikono ya mitume, kile kitu alitarajia kwa Petro na Yohana ilikuwa tofauti sana. Walikuwa smart sana. Yawezekana ni mtazamo wa nje ilimvutia sana huyu jamaa, akasema namna gani? Hapa nitapata kitu, hapa sitakosa kitu. Sababu ni kweli, ni vizuri pia kuvutia nje, si ndio? Ni vizuri kukaa vizuri, ndio. Hapana kama unapigwa na maisha, hapana kuishi ukikaa umepigika. Kaa tofauti na jinsi maisha iko.
Hapana kutembea gisi maisha inasema. Hapana, tembea na gisi Mungu anasema. Tembea na gisi unapasha kukua. Eti sasa kwa sababu niko kwa shida nifanane shida. Hapana, nijiachilie kwa sababu maisha yameniachilia. Hapana, kwa sababu watu wamenitenga nikaa mwenye kutengeka. Hapana, sio hivyo. Life sio hivyo. Kaa opposite. Yeah? Kaa opposite. Nguo ni moja ndio. Fua piga pasi. Na utokewa nasema hii nguo yako inang'ara, iko smart sana. Hapana eti sasa sababu ona hakuna maji nikuje unakuja mchafu. Hapana, mvutio pia unafanya kazi. Kaa vizuri mtu wa Mungu. Sasa wewe sababu uko na stress na unakuja katika nyumba ya Mungu na kubali kukaa na stress. Hapana, weka stress kwa mlango. Weka stress kwa mlango. Eti sasa nikae ile hali ambayo niko nayo. Hapana. Hapana, kaa tofauti. Sababu ukikana ile hali ambayo uko nayo, nani atakurumia? Huyu mtu ambaye unaona anacheka, unafikiria yeye hana hali na mkula? Huyu mtu ambaye unaona anakaa smart, unafikiria kwamba iko na kitu? Mungu anatufichiaga mambo mengi. Ule mtu ambaye unaweza fikiria yeye yuko poa, acha nakwambia unaweza kushtuka akikwambia ile mambo anapitia. Unaweza ukashangaa sana. Na yeye gisi anachekaga, na kila siku anatabasamu, na gisi kila anakuaga na vaa vizuri. Kumbe anapitiaga mambo kama na hii. Mwingine amekufa na maloni huko, wewe huna habari. Mwingine yani mpaka nyumba ilifungwa na akikuja kwako anakaa smart sana na huna habari. Petro na Yohana hawakukaa hali ya kusema kwamba hawana kitu. Walikaa kuwa na hali wako na kitu. Na ile kitu ambacho walikuwa nacho sicho kile kitu ambacho huyu ndugu alikuwa anatarajia kwao. Sasa si mimi nimeachwa, acha nikae tu kama mjane. Nikae kama mtu ameachwa. Yaani niko katika season ya kuparara, acha niparare tu. Sababu jua ni kali, acha nikae jua. Hapana. Hapana. Ndugu yangu, kuna hali nyingine ambao unaweza kukaa mpaka mbingu ziseme hakika huyu mtu amekuwa. Eti sasa mimi nimepoteza kabisa. Mimi nimefisha kabisa. Sasa nikae katika hiyo hali. Hapana. Wakati unakuja mbele ya Mungu, kuja tofauti. Kuja tofauti. Stress weka kwa kando. Mawazo mabaya weka kando. Ndiyo nilipigwa, weka kando. Ndiyo nilifukuzwa, mlango umefungwa, weka kando. Na kuja kuabudu Mungu. Na hawa watu acha nikwambie, hatutaabudu Mungu kwa sababu tuko na kitu. Hatukai vizuri kwa sababu tuko na kitu. Hapana. Tunakaa vizuri na hata kama hatuna kitu. Hata kama hatuna kitu kwa sababu tuna vitu. Haleluya. Sisi tuna vitu, hatuna kitu. Tuna vitu lakini tunaweza kaa ni kama hatuna kitu. Paulo anasema namna gani? Tunakaa ni kama maskini lakini tunatajirisha wengi. Kwa mtazamo tunakaa maskini lakini tunatajirisha wengi. Tunakaa ni kama tunachapwa lakini hatuchapwi. Wenye huzuni lakini sisi ndio wenye furaha. Ndio sisi. Tukikaa kwa chumba chetu tunakaa na huzuni, lakini tukikuja mbele yako hatukuje na huzuni. Kwa sababu gani? Tuko na shina ya furaha ndani yetu. Jamaa akawaangalia, na kweli mtu akikuangalia anaweza kuexpect kitu kwako. Ama ni aje? Ukiangalia mwenye uko karibu yako unaona aje? Si unaona ni kama anakaa iko na baraka zako. Unaona ni kama anaweza kukuokoa katika hiyo situation, si ndio? Huyu mtu ambaye uko karibu yako tu anakaa namna gani? Ukimwangalia unaona ni kama leo anaweza kukubaia mpaka lunch. Ukiangalia na wewe mlango umefungwa, unaangalia huyu jamani kama anaweza nisaidia kulipa hii rent. Ukiangalia labda kuna mtu mwingine ambaye anatembea paka na simu ya mkopo. Huyu mtu anaweza niokolea leo kisha ibada, lakini baada ya hapo kimuuliza jamaa uko na nini? Anakuambia usinione hivyo mtumishi. Usinione hivyo ndugu yangu.
Ni rahisi sana mtu akaonekana yuko sawa lakini ndani kuna shida. Acha nikwambie kitu fani ya kwamba wale watu wanaonekanaga nje wazuri sana, ndani hawakawagi na kitu. Na wale watu wanaonekana ni kama nje wako na kitu, ndani, na wale wanaonekana kwamba nje wako hawana kitu, ndani wanabeba vitu. Tajiri wa maringo ndio anajitangazaga kwa mtandao. Lakini tajiri, mtu ambaye yuko na hekima, mtu ambaye yuko na busara, ameelimika ama ana wisdom ya maisha, hautamuona kwa mtandao. Kuna watu wanaweza saidia watu, hautamuona kwa mtandao. Na hawa wengine akibaia mtu chakula na anakuchukua paka picha anatuma kwa, akienda kupelekea watoto chakula wa yatima, ndio huyo kwa mtandao, lazima mtangaze, lazima ionekane ameenda kusaidia watu. Nini shida yako? Na hapa kuna watu ambao ni matajiri na hutawaona kwa mtandao. Kwa mtazamo kweli unakaa huko sawa, lakini moyo wako ndio unajua. Si wewe unajua kitu yenyewe napotezaga watu ni mtazamo wa nje, macho ya nje. Haya macho ya nje na yanapotosha watu wote. Wanakuaga wazuri wengi sana wakiwa nje ukiwaona wanakaga wazuri sana. Lakini subiri ndani. Ndugu akiangalia matarajio ikawa namna gani, hapa leo natoka na kitu. Petro akamwambia jamaa ndio tumesimama mbele yako. Sasa Petro na Yohana wakamkazia macho. Wamemkazia macho. Na wakamwambia namna gani? Na wewe utuangalie. Haleluya. Haleluya. Sababu baraka za Mungu zinahitaji mtu ambaye atakayeangalia. Usio mtu wa kufunga macho kila wakati. Fungua macho. Tuangalie. Peter alikuwa anataka kumwambia nini? Kwa sababu matarajio yako iko katika mambo ya kimwili, lakini nataka uangalie ile ambayo iko zaidi ya matarajio yako. Haleluya. Yaani sisi tunakukondolea macho, tunakuangalia, na sisi tunataka utuangalie. Sababu tuna kitu ambacho kiko tofauti na mawazo. Na kwa mtazamo wa Peter alikuwa anajua huyu jamaa kwanza hana imani. Ni kama hana hata imani. Mawazo yake iko kwa vitu. Na ndio maana watu wote ambao mawazo yao au macho yao inakuaga kwa vitu vya nje, kusucceed kwao inakuaga na problem. Tuangalie. Peter wanamwangalia sababu Peter alitaka aone gisi wao wanaona. Lakini huyu jamaa iko naona sadaka. Na una imagine sasa kama akiangalia sadaka kwa Peter na Yohana, amepewa sadaka ngapi? Kabla ya Peter na Yohana amepewa sadaka ngapi? Na hajasaidika. Hali yake ilikuwa ni ile. Sikiza nikwambie, mtu anaweza kunyima pesa na akakupea maono, huyo amekusaidia zaidi. Sababu pesa inaweza kukusaidia hiyo wakati, lakini kesho nayo. Ndio maana unasikia watu wanasema namna gani? Afadhali kufunza mtu gisi ya kuvua samaki pale ya kumpea samaki. Sababu atakula hiyo wakati na kesho tena atahitaji. Haleluya. Kesho tena atakuwa muhitaji na atarudi katika hiyo hali yake. Ndio maana alitaka Petro, alitaka namna gani? Tuangalie hata sisi. Na kweli huyu jamaa alipoangalia, yeye mawazo yake ilikuwa ni hawa jamaa wako na pesa. Leo ninaangukia pesa. Leo hapa ni kuangukia. Hawa jamaa wanasema ni waangalie, na akiwaangalia kweli anaona wako sawa. Lakini cha ajabu ni ya kwamba jibu iko namna gani? Fedha na dhahabu sisi hatuna. Sasa hapa ni kumvunja moyo tena. Ukimagine mtu anasema niangalie, ama kesho nitakusaidia. Kesho ngojea, ama baada ya masaa machache ngojea.
Masaa inapita lakini hakuna matokeo. Unafanya namna gani? Unasikia kukatishwa tamaa. Jibu ya Peter ilikuwa namna gani? Sisi hatuna kitu. Hatuna kitu. Na unaniambia ni kuangalie. Hii scenario iko kali sana. Unaambia mtu akuangalie. Baada ya matokeo ya kukuangalia unamwambia mimi sina kitu. Mimi sina kitu. Sasa hauna kitu tena, unanitia moyo ama unanivunja moyo? Kwa sababu Peter alitaka aone zaidi ya gisi alikuwa naona. Peter hakutaka aone kimwili, Peter alitaka huyu kiwete aone kiroho. Lakini huyu kiwete anaona kimwili, lakini Peter anataka aone kiroho. Sababu Peter anaona kutembea kwa huyu mtu, lakini huyu mtu haoni kutembea. Peter anaona huyu mtu kuingia mahali ambapo wengine wengine wanaingia. Huyu mtu anaona kukaa hapo milele na milele. Huyu mtu anaona yeye gisi ataletwa kila siku katika mlango mzuri, lakini Peter iko naona gisi atakuwa anajitembeza peke yake. Na ndio Peter anataka tuangalie. Lakini huyu jamaa akiangalia anaona Peter ni Peter tu. Na baada ya hapo majibu namna gani? Hatuna kitu. Sisi hatuna kitu. Sikiza nikwambie mtu wa Mungu. Hakuna mtu ambaye yuko mzima na akose kitu. Ukisikia Yesu anasema mfano kama namna gani, hata kile kitu ambacho mtu alicho nacho atanyanganywa na apewe mwingine. Kumaanisha kwamba hakuna mtu ambaye hana kitu. Haleluya. Ni kumaanisha hakuna mtu ambaye Mungu aliumba akiwa mzima, akiwa na mikono, akiwa na macho, akiwa na masikio, akiwa na miguu, eti sasa hana kitu. Hakuna mtu hana kitu. Si ndio hauna pesa? Hauna pesa. Pesa sikufanya ndio kujisikia kwamba uko na kitu. Sababu haja ya huyu jamaa ilikuwa kitu kingine, ilikuwa ni pesa. Hauna pesa ndio, ni kumaanisha hauna kitu. Anaweza kosa pesa lakini iko na wisdom. Anaweza kosa pesa lakini iko na mashauri. Anaweza kosa pesa lakini iko na nguvu, anaweza fanya kazi. Anaweza kosa pesa ndio, lakini ndani yake mko maono. Na cha ajabu sasa, Peter anabeba Mungu ndani yake. Sikiza nikwambie, wakati mwingine huko unaona watu wenzako ndio wako smart sana. Kuna mtu mwingine pia anatamani gisi huko. Na wakati wewe unaweza kosa kujitamani gisi ulivyo. Unaona life gisi kufanya. Wewe unachukia maisha yako na kuna mwingine anatamani hiyo maisha yako. Kuna mwingine na adimaya gisi unakuaga na wewe ukijangalia na unatamani tena na wewe ya mwingine. Ile kitu uko nacho, ile mambo Mungu amewekeza ndani yako, hiyo nguvu uko nayo, kuna mwingine akipata hiyo nguvu anaona pesa nyingi. Na wewe kwako unasema mimi sina hata kazi. Na sina hata uwezo. Acha nikwambie mtu wa Mungu. Kuna mtu ambaye anaweza furahia azaliwe katika familia, jamii, atoke katika jamii ya matajiri. Anatamani baba yangu angekuwa hata President Ruto. Baba yangu angekuwa hata Governor Sakaja. Acha nikwambie, kuna mtu ambaye pia ni ndugu yake wa damu na hasaidiki na yeye. Wewe umeona fani ya kwamba mtu ni daktari lakini mtu wake anakufa. Na ni daktari. Kwa hiyo wewe uko na nafasi ya kwamba uadimai maisha ambayo Mungu amekuwekeza nayo. Mungu amekupea. Furahia gisi wewe uko. Furahia gisi ulivyo. Na kujua kwamba ndio sina kitu ile ambacho wengine wanahitaji, lakini niko na kitu kile ambacho wao hawana. Kwa hiyo Mungu anawekezaga kila mtu, anampeaga kila mtu kwa na kitu ambacho unaweza kuwa nacho mwingine hana nacho. Ndugu yangu, kuna watu wana pesa lakini ikifika wakati wa usaidizi, akigonjeka anahitaji nani? Daktari. Na huyu yuko na pesa anahitaji daktari kwa sababu gani? Yeye hawezi kujitibu.
Pata daktari naye anakuambia sina pesa, lakini niko na ujuzi wa kutibu. Haleluya. Hakuna mtu ambaye hana kitu. Kila mtu iko na kitu. Wewe hujaona mtu anaajiriwa tu kwa sababu ya mashauri. Ni counselor. Yeye ni mshauri tu. Na analipwa kwa sababu ya hiyo. Na wewe unakaa huku kushauria watu, hakuna mtu hata anakuona. Hata anaona kama unafanya kitu ya muhimu. Unaonya mtu anaacha njia ambaye anatembea katika maisha mazuri, hata kukukumbuka hawezi kukumbuka. Na kuna mtu ambaye anakalia kiti anakuliaga hiyo pesa. Kuna mtu anatajirikia tu hapo. Yeye ni mshauri wa serikali. Yeye ni mshauri wa president. Yeye ni mshauri, na wewe ni mshauri, kila unashauri watu na kuna mtu ana notice. Lakini acha nikwambie, iko na nafasi yake na iko na wakati wake. Kuna mtu mmoja tu ambaye unaweza shauri ama unaweza mpea maono, na huyu mtu siku ile Mungu atasema kumbuka sasa huyu mtu ambaye alikusaidia hii maono ndio huyo, na anakuja kutoka katika hiyo hali ambayo usema kwamba sina kitu na unakuwa na kitu. Ndio kuna mtu ajui njia, unaweza msaidia tu kuonyesha njia. Njia ni ile, na akaenda akafanikiwa. Sasa utasema wewe huna kitu. Uko na kitu sababu kuna mtu ulionyesha jambo. Haleluya. Naomi hana kitu, lakini iko na connection ndani yake. Naomi ni mzee sana. Ni mzee sana. Mpaka Orpa akasema namna gani siandamani na huyu, ni kweli amesema hana kitu na amesha chapa. Lakini ndani yake acha nikwambie, ndio mwenyewe iko na connection ya Ruth. Yeye hauna kitu. Nani alikwambia hauna kitu? I'm nothing. You are nothing. Why? When? Unasikia mtu anakuambia mimi si kitu, mimi sina kitu, mimi ache wewe hauna kitu. Na uko na Mungu. You have God. Hauna kitu namna gani? Uko na vipawa vya Roho Mtakatifu, hauna kitu namna gani? Hiti sina kitu. Acha nikwambie, kuna mtu mwingine anaweza kuwa na uwezo lakini hana maombi. Na wewe uko na neema ya kuomba. Uko na neema ya kuomba. Ikihitaji maombi atakuja kutafuta wewe. Haleluya. Ni wewe atakuja kutafuta. Kuna mtu ataumia, ni wewe anakuja kutafuta sababu wewe uko na kitu ambacho yeye hana. I'm nothing. Wewe acha hiyo Kiswahili ya kusema kwamba sina kitu, mimi si kitu. Wewe si kitu ndio, lakini una vitu. Unabeba maisha ya watu wengine, msaada wa maisha ya watu wengine, lakini kwa sababu wewe umechapwa kiupande wa kifedha na unaona ni kama huna kitu. Acha nikwambie, kuna kipindi ambacho Mungu anaweza kukunyima vitu. Kuna kipindi ambacho Mungu anaweza kukunyima vitu. Kuna kipindi ambacho unaweza kuwa ndio sina kitu, lakini ndani yako una vitu. Wakikuona wewe ni muombezi kabisa, mhubiri mzuri kabisa, acha nikwambie, kila kitu ina wakati wake ya manifestation. Kila wakati ama kila siku, kila mwaka, kuna mtu Mungu anatumia ile gift ambayo aliwekeza ndani yake. Nimekuambia vizuri ya kwamba sio kila mtu ana jawabu yako. Sio kila mlango una mafanikio ya maisha yako. Kuna mtu specifically ambao Mungu aliandaa kwa ajili yako. Na acha nikwambie, Mungu ni waajabu. Mungu anatumiaga watu, ama Mungu anatumia mtu. Kwa kipindi cha maisha ambao unaishi ya maisha kusema kwamba sina kitu, jivunie ile vitu ambavyo uko navyo ndani yako. Sasa sikiza, sisi hatuna kitu, lakini sikia, lakini haleluya. Hatuna kitu ndio, lakini
Unasikia statement imebadilika. Sababu mtu wa imani anaweza kuwa hana kitu nje, lakini ndio maana mtu wa imani hawezi mkania. Anaweza kuwa ndio hana nyumba, hana gari, hana uwezo, hana biashara, hana kazi, lakini unajua statement inaweza kuanza vizuri na ikaanza vizuri. Ukiweka lakini, mtu anakuwa na tension na lakini. Sababu katika lakini ndio kunaweza kuwa jambo la kuharibika, katika lakini ndio kunaweza kuwa jambo nzuri hapo ndani ya lakini. But hallelujah, pesa na dhahabu hatuna, ndio hizo zote hatuna. Magari hatuna, wakati mwingine hatuna, hata wewe hata wakikuangalia ni kweli hauna. Na kila wakati unabishiwa na kiateka. Walibadilisha paka agent. Sasa unakuwa mtu unalipa kwa agent na wataki mchezo. My friend, acha nikwambie, acha leo ikuwe hali ya leo, lakini kesho bati lakini. lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Nilicho nacho ndicho ni fedha na dhahabu ndio sina, lakini ndani yangu nina kitu kingine ambacho kinazidi fedha na dhahabu. Sababu huyu jamaa hakusimama na fedha zenye alikuwa anapokea, hakusimama nazo. Unafikiria, acha nikwambie, pesa sio jawabu ya kila kitu. Pesa inasaidia mambo mengi, lakini kuna mahali ambapo pesa haisaidii. Kama ingekuwa pesa inafanya kila kitu, ile mnasema sabuni ya roho, acha nikwambie kuna watu wengine kwao sio sabuni. Sabuni, pesa ni sabuni ya roho. Na mafuta ya roho ni gani? Hiyo ni sabuni tu, inaosha roho, sawa? Lakini acha nikwambie kuna watu wengine wana pesa na wanalia nazo, na waoni utamu wa pesa. Na wewe uko na tamani zikuje kwangu nizipate. Unangangana na Biblia inakwambia kwamba shina ya mabaya kila namna ni kuipenda fedha, hali wengine sababu ya kuzikosa wanaumia mpaka mioyo yao. Na yenyewe pesa inabadilisha life. Lakini huyu ndugu alikuwa anazipata kila siku na hakubadilika. Unaona mtu anakosana na mtu mwingine sababu ya pesa. Acha nikwambie, pesa haitafanya ubadilike. Kama Mungu hata kubadilisha, huwezi badilika na pesa. Sababu kuna watu wengine ambao pesa pale ya kukua iwasaidie, pesa ndio inachangia kuwaumiza. Pesa ndio inachangia wao kupotea kwa maisha. Pesa ndio inachangia wao kufanya vituko kwa maisha, pale ya kuwasaidia kwa mahitaji ambayo inafaa. Sababu pesa ikikuwa mwalimu kwako, afadhali ikuwe mwalimu lakini isikuwe kiongozi. Ikufunze jinsi unaweza kuvaa, ikufunze jinsi unaweza kuishi maisha mazuri, lakini ikikuwa kiongozi ianze kukuongoza, wewe umepotea. Jamaa amepata fedha na dhahabu, amepata pesa kabisa katika hiyo mlango, lakini sasa apita na mwambia namna gani? Mimi hiyo fedha na dhahabu sikuangi nayo. Fedha na dhahabu lakini sina, lakini kile ambacho niko nacho ndicho nitakachokupea. Sababu mtu atapeana kile ambacho uko nacho. Haleluya. Kile ambacho kinajaza moyo wako ndicho kile ambacho utakachopeana wewe. Kama hauna kitu ambacho kiko ndani yako, hauna kitu utapeana. Na ndio maana sisi watu wa Mungu lazima tukue na ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Ndio maana tunahitajika kuwa na neno ndani yetu. Tunaweza kosa maneno, lakini ikifika wakati wa neno, peana neno. Kuna mtu anaweza kuwa alitaka kujiua, lakini mpe neno tu na anatoka katika kujiua. Kuna mtu anaweza ishi maisha kwa sababu ya neno ambalo limwambia. Ndio maana tunahitajika kwamba tujae na nguvu ya Roho Mtakatifu, tujae na neno la Mungu, tujae watu wa maombi. Ile kitu ambacho watu hawana wanakihitaji ndicho kitu ambacho wewe unahitajika kujaa nayo, kwa sababu ile wakati watakihitaji ni wewe watahitaji. Haleluya. Wakati watahitaji uimbaji ambao uko uimbaji ambao unajaza na Roho Mtakatifu ni wewe watahitaji. Haleluya. Sababu kuna wakati ambapo demand ya kila mtu inahitajika na time ya Mungu. Haleluya. Kuna wakati ambapo Mungu anakuaga nafungua mwanya ya kwamba ni wewe wanahitaji. Sikiza nikwambie, hata Yusufu ndani ya gereza ilihitajika mtu ambaye atamuendorse kwa Farao. Na ilihitajika na muda wa Bwana ili aende kuendosiwa na mtu ili akuwe Yusufu. Sasa Yusufu
ili ndoto ya Yusufu ifike. Na anasema namna gani? Kile tulicho nacho, hicho nilicho nacho mimi, ndicho kitu ambacho nitakachokupea. Haleluya. Sijui wewe unaweza peana nini wakati ambapo watu wanavunjika moyo, ama wewe unaweza wasaidia tena wavunjike moyo zaidi. Ndio lazima uweze kujua kama wewe Mungu amekuita kuwa faraja kwa watu, kuwa msaada kwa watu. Hauna pesa ndio, lakini mwambie mtu neno, lakini mtie moyo, muhimize, mwambie acha nikwambie hii hali itapita, hata mimi nimewahi pitia kitu kama hiyo. Na kwa sababu sisi watumishi hatukuagi na nafasi ya kuambia watu mambo yetu, tunakufaga nazo ndani ya mioyo, tunanyamaza nazo. Ninaweza kuwa nililala njaa na sitakwambia, na nikikuja ninakuja tu niko smart, na ninakuja na kwanza ninakwambia wewe Mungu atakukumbuka, na japo huyo na mimi ninangojea kukumbukwa na Mungu. Mtu wa Mungu hapana kukosa jambo. Kiona watu wanataka kujiua, watu wanaacha njia, watu wanaanza enda walikuwa wameokoka wamebackslide, uko na nafasi ya kuambia burudi tena kwa Mungu. Unaweza kosa kuwapea pesa, lakini wapee neno. Haleluya. Kile tulicho nacho ndicho tutakachokupa. Hatuna pesa, lakini kile nilicho nacho ndicho nitakachokupea. Sikiza nikwambie mtu wa Mungu, vitu ya kiroho viko na thamani sana kuliko vitu ya kimwili. Huyu ndugu katika mtazamo wake alikuwa anatarajia pesa. Katika mtazamo wa Peter anatarajia uponyaji. Kile tulicho nacho ndicho takupea. Na wakati ambapo Peter akamwambia kwa jina la Yesu Kristo simama, alipomwambia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende, huyu jamaa hajasimama. Unaelewa hiyo Kiswahili ama unasoma aje? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende, but hajasimama aende. Sikiza nikwambie, kuna watu hawahitaji maombi, kuna watu wanahitaji support yako. Wakati wa baridi watu hawahitaji maombi, wanahitaji kujifunika nguo. Wakati wa njaa watu hawahitaji maombi, wanahitaji kupewa chakula. Sikiza nikwambie, hapa alifanya namna gani? Leta mstari wa 7. Akamshika mkono wa kulia akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Nani nasema? Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Wajua failure ya kanisa iko namna gani? Sababu ya action. Imani pasipo matendo imekufa ndani yake. Haleluya. Imani pasipo matendo imekufa. Ndugu alihitaji kushikwa mkono. My friend, acha nikwambie, ndio maana unakuta mara nyingine kwamba utakuta mtu mlianza naye, mlikuwa naye kwa ibada, baada kidogo unakuta kwamba amepotea. Kwa sababu gani? Wakati alihitaji kushikwa mkono, hakupata mtu wa kumshika mkono. Wakati alikuwa kwa shida, hakupata mtu wa kumshika mkono na akapotea. Ndio maana nimekuambia kuna power katika mkono wa binadamu. Sikiza, kuna shida zako ama kuna mambo mahali ambapo umefika, hauhitaji maombi tena, unahitaji mtu wa kukushika mkono. Haleluya. Unahitaji mtu wa kukushika mkono, mtu atakaye kushika mkono. Unahitaji mtu ambaye anaitwa kama Mordekai ili akushike uingie palace. Haleluya. Unahitaji mtu wa kukushika mkono ili akuingize kwa biashara. Unahitaji maombi. Kuna wakati ambapo unahitaji maombi, kuna wakati unahitaji mtu wa kukushika mkono. Haleluya. Acha nikwambie, success yote, mafanikio yote, kama hujapata mtu wa kukushika mkono, utaishi maisha ya kawaida.
Na mimi nataka kukuambia kwamba ili uinuke, Mungu anataka mtu akukushika mkono. Mwaka huu unahitaji kuambia Bwana, nipatanishe na mtu atakayenishika mkono katika biashara yangu. Sababu ninahitaji kupanuka, ninahitaji kuinuka, ninahitaji kunawili, ninahitaji kukua na milango mingi ya kazi. Lakini kwa sababu gani haujapata mtu akukushika mkono? Kwa jina la Yesu simama. Lakini nilihitaji mkono wa Peter ili aweze kusimama, ili aweze kuinuka, ili mafungo kwa katika miguu yake iweze kuachana na iweze kurudi kama mtu mzima. Inahitaji mkono. Hapana kusema kwa maisha, mimi sihitaji watu sababu walikuvunja moyo. Mimi sihitaji mtu sababu nilivunjwa moyo. Hapana, unahitaji mtu. Sababu kila wakati ambapo Mungu anataka kutumia, Mungu anataka kuinua, Mungu anataka kufungua, Mungu anataka kubariki, Mungu anataka kuponya, anatumia mtu. Angalia mikono ya mitume ilifanya namna gani, miujiza ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo unahitaji mtu sasa ili akushike mkono. Haleluya. Ujaona mtu alikuwa single, wakati anaoa mambo yanabadilika. Ujaona mtu ambaye alianza biashara miaka na miaka, hakuna mafanikio yoyote, lakini akipata mtu akumshika mkono. Acha nikwambie, maisha yako yanaweza kukaa mabaya wakati wote ambao una mtu akukushika mkono. Unahitaji mtu akukushika mkono. Haleluya. Unahitaji mtu akukuendosi katika ulimwengu wa utajiri. Unahitaji mtu akukuendosi katika ulimwengu wa mafanikio, mtu akukushika mkono. Mtu mmoja tu Mungu anaweza tumia kwa sababu yako. Ni Peter alitumiwa kwa sababu ya huyu jamaa. Na una imagine huyu jamaa asingeingia ndani ya hekalu, alikuwa na limitation. Unahitaji mtu ambaye atakuondolea limitation katika maisha. Kuna mahali uwezi ukafika, lakini ukishika mkono na yule mtu ambaye anajua hiyo mahali, inakuwa rahisi kwako kufika. Haleluya. Ndio maana katika maisha ambayo tunaishi, connection ni jambo la muhimu. Connection. You need to have connection. Unahitaji ngambo, unahitaji visa, kuna vitu ambavyo unahitaji, na kuna mtu ambaye anahusika na hizo vitu. Mungu akikujalia unakutana naye, unakuta mambo yako yanakuwa rahisi. Mahali ungingangana, na kama kuna mtu ambaye anahusika na hiyo mambo, kwa sababu unajiona na yeye, kwa sababu Mungu amemtuma kwako, inakuwa rahisi sana kwako kusonga mbele. Haleluya. Huyu jamaa alihitaji kushikwa mkono. Hakuhitaji tena maombi sana, halihitaji kushikwa mkono. Kanisa inahitaji tushikane mkono. Haleluya. Mtu wa Mungu unahitaji mtu akukushika mkono, na utaona mambo yanabadilika. Na huyu jamaa akasimama, na wakati aliposimama, maandiko yanasema vizuri ya kwamba naye akaanza kusifu Mungu, akarukaruka na akaingia pamoja na Peter. Acha nikwambie, kuna milango ambayo inaweza kuwa imefungika kwako kwa sababu gani? Hauna mtu wa kukuingiza ndani. But mtu mmoja akikushika mkono, unaanza ingia katika mlango. Mahali ambapo ulikuwa unaonea kwa view, sasa unaonea kwa TV, na wewe inakuwa reality. Kwa huyu ndugu, hekalu ilikuwa ni kama yeye kwake hastahili kuingia, hafai kuingia, lakini kwa sababu ameshikwa mkono na yeye ameanza kufanya hatua kama wengine. Acha nikwambie, pesa zingemsaidia kusimama hapa, lakini ilihitaji mtu akumshika mkono. Na huyu jamaa akaanza kuingia ndani ya hekalu. Na sasa aliingia ndani ya hekalu, akakuwa ushuhuda kwa maisha ya watu wengi. Kila mtu alikuwa anamjua kama huyu jamaa maisha yake ni. Kila mtu alikuwa anajua huyo ndio huyo, sababu hata sura ilikuwa inajulikana kwamba ndio huyo alikuwa katika mlango. Sasa leo anaanza kutembea. Acha nikwambie, mtoto wa Bwana, utatembea katika mwaka huu. Kukaa mahali pamoja na watu wamekuzoea inakufanya hata wewe mwenyewe unashindwa kuamini kwamba uko na Mungu. Lakini Mungu akianza kufanya mabadiliko ya kwamba uanze kufanya hatua, uanze kutembea, kila mtu atakuona kupigia saluti. Haleluya. Limitation ikaondoka kwa maisha ya huyu mtu. Kwa sababu gani? Alishikwa mkono. Sikiza nikwambie, mtu mmoja anaweza fanya ujulikane kwa maisha, mtu mmoja tu peke yake. Mtu mmoja anaweza fanya utrend mpaka kwa magazeti, mpaka kwa TV, mtu mmoja peke yake. Mtu mmoja anaweza fanya ucheke kwa maisha yako, mtu mmoja. Mtu mmoja anaweza maliza shida ambazo uko nazo, mtu mmoja. Mungu anaweza tumia one person to change your life. One person.
alete faraja kwako, alete amani kwako, alete mwangaza kwako. Mtu mmoja tu. Acha kuomba kwa baba nahitaji mtu mmoja ambaye atakayenishika mkono. Haleluya. Unahitaji kusonga mbele katika biashara, mtu mmoja peke yake. Uko na kazi, ndio kazi ni nzuri lakini wewe haoni mazuri, lakini nahitaji mtu mmoja ambaye atakufungua macho ili uweze kuona mazuri kwa hiyo kazi. Mtu mmoja peke yake. Uhitaji watu wengi. Hitaji mtu mmoja. Kuna watu wanafungua mpaka WhatsApp group. Unajaribu kufikisha target haifiki. Lakini acha nikwambie, mtu mmoja anaweza kufanya target yako iweze kukamilika. Mtu mmoja. Na wewe unahitaji mtu mmoja mwenye atakufikisha Ikulu. Uko na maono ndio, lakini katika maono yako unahitaji mtu mmoja ambaye atafanya maono yako ikamiliki. Mtu mmoja tu. Peter akamshika mkono na njoo uponyaji kaonekana. Mkono. Alimshika mkono. Kanisa kama tushikani mkono, jamii kama ishikani mkono, familia kama ishikani mkono, itakuwa haitakuwa familia ambayo itakuwa na nguvu. Lakini watu wakishikana mkono, mtu anaumia tunamshika mkono, mtu amepoteza tunashika mkono. Acha nikwambie, watu wanafuata mahali ambapo pana matendo. Kupitia huyu watu wengi waliokoka. Kupitia mtu mmoja, ukombozi wake, kutembea kwake, kwa sababu walikuwa wanamjua, umeona maisha imechange. Sikiza nikwambie mtu wa Mungu, kuna wakati ambapo hautaambia watu kwamba wewe unaimbaga, wewe umeokoka, lakini acha waone action. Acha waone kile Mungu ametenda kwako. Obvious watu watajua kweli uko na Mungu. Hii wakati mwingine, praise the Lord, Jesus is my savior, I'm born again. Acha nikwambie, kuna kipindi ambacho hahitaji kitu kama hiyo. Acha watu waone action. Watu walikuwa nakujua, kiateka alikuwa anajua na kufungiaka nyumba anytime. Kila mwisho wa mwezi lazima mtagombana na yeye. Ifike siku moja unamlipa ya miezi 12. Utasema kwani uliua mtu ama kuna mtu alipigwa ngeta huko ama kulienda namna gani? Namwambia, si nilikuwa nakwambia mimi natumikiaga Mungu. 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 Sikiza nikwambie, mtu mmoja tu anaweza fanya maisha yako ibadilike. Mtu mmoja. Sababu Mungu ili atume Yesu, akutuma na malaika na makerubi, alituma Yesu peke yake. Sababu ya kukomboa dunia mzima. Sababu ya ukombozi wa maisha ya dunia mzima. Na sisi kwa maisha yetu unahitaji mtu mmoja akufanye gisi unatamani kufanyika. Mtu mmoja tu. Haleluya. Haleluya. Shida ya pesa inaweza isha na mtu mmoja. Shida ya magonjwa na mtu mmoja peke yake. Mtu mmoja anaweza tumwa kwa sababu yako. Mtu mmoja peke yake. Na mimi ninaomba ya kwamba mwaka huu uambie Bwana tu akusaidie, akutumie mtu ambaye atakuja kujaza haja ya moyo wako. One person. Sababu unaweza ukavunjwa moyo na watu, lakini ukatiwa moyo na mtu mmoja. Unaweza ukaangushwa na watu, lakini mtu mmoja Mungu akamtuma kwa kukutia moyo. Unaweza ukacheleweshwa na watu, lakini Mungu akatuma mtu mmoja kwa kufanya akupee royal speed. Mtu mmoja. Mtu mmoja anaweza simama na maisha yako, anaweza simama na kazi yako, anaweza simama na biashara yako, na ukakuwa gisi Mungu alikusudia uwe. Maono uko nayo kama haina mtu wa kushikilia, hiyo maono haitakuwa maono. Utachelewa sana, utangangana sana, lakini huyu mtu alikuwa na power katika mkono wake. Ndio maana Mungu akujalie na wewe akufanikishe upatane na mtu ambaye yuko na power katika mkono yake na aweze kukuinua wewe. Haleluya. Umekaa kwa muda mrefu katika hiyo area, katika hiyo hali, lakini muomba Mungu akusaidie mwaka huu, nataka mtu mmoja tu. I need one person. One person. Haleluya. Uko na maono ya kufanya biashara ndio, uko na maono ya kufanya mambo mazuri ndio, lakini hauna uwezo. Nahitaji mtu mmoja. Na huyo mtu mmoja yuko. Mtu asikudanganye kwamba eti watu hakuna watu. Mtu yuko. Kunaweza kosa watu kukusaidia, lakini kuna mtu atakayetumwa na Mungu. Na mtu akitumwa na Mungu anakamilisha kile ambacho Mungu alikusudia kukamilisha kwako. Wakati mwingine tunavunjika moyo kwa sababu gani? Ya hali, ama unasikia watu wengine hata wadada wanasema namna gani? Hakuna wanaume wa kuoa. Wengine wanaume wanasema hakuna wasichana wa kuoa katika season. Hakuna mtu bwana. Kuna mtu wewe hujakutana naye. Hii kazi hakukwagi uaminifu. Kuna mtu mwaminifu kwa hiyo kazi. Haleluya.
So long as tu unakutana na yule ambaye ni wa mapenzi ya Mungu, nakwambia life ina change. Na hii ndio jambo la kuomba Mungu, nahitaji mtu ambaye atakayesaidia maono yangu. Nahitaji mtu ambaye atakayenishika mkono. Mtu ambaye atakayeniongoza njia. Sioni njia, sijui njia. Mtu ambaye atakayenishika mkono anionyeshe njia. Mtu mmoja. Haleluya. Kama kanisa tutashikana mkono, matendo yatakuwa makubwa sana. Na watu watakuja kanisani watajaa. Kwa sababu gani? Wanasema hiyo kanisa, hawa wanashikanaga mkono jamani. Ukikuwa na kashida fulani, wanakushika mkono. Unafikiria kanisa la Matendo ya Mitume lilikuwa linaendelea namna gani? Si kwa sababu walikuwa na action. Hakuna mtu alikuwa na hitaji. Hakuna mtu alikuwa na hitaji. Hakuna mtu alikuwa na hitaji. Ile hitaji wewe unaona enda kusumbua, huyu mwingine yuko na solution, anasema namna gani? Kuja chukua. Ndio nimeleta. Furaha inaingia kwa watu. Unajua kitu ambacho nakula watu ma stress sababu ya mahitaji. Sababu kilichotarajia kukuja lazima moyo ugua. Si Mungu atujalie. Haleluya. Mungu akujalie upatane na mtu ambaye atakaye kushika mkono. Akushike mkono tu. Wewe ni mtu mzuri lakini sababu hujapata mtu wa kukushika mkono. Una maono mazuri ndio lakini hauna mtu wa kukushika mkono. Ulishaka sikia kwa maisha mtu anasema namna gani? Mimi sikuagi na mtu. Kuna watu wanasema sikuagi na mtu. Mimi kwa familia sina mtu anaweza nisaidia nikiwa chini. Niko na marafiki ndio lakini sina rafiki wa kunisaidia wakati niko chini. Niko na ndugu lakini sina ndugu anaweza nisaidia wakati. Lakini acha nikwambie, acha uombe Mungu sasa katika mwaka huu ya kwamba mwaka huu usiishe kama hujapatana na mtu ambaye atakayekushika mkono. Haleluya. Nataka tuweze kusimama kwa miguu yetu. Kaweze kushukuru Mungu na kumwambia Mungu, nahitaji huyo mtu. Nahitaji huyo mtu akunishika mkono katika mwaka huu. Kama nimeomba ya kutosha. Nikawa nimefunga ya kutosha. Nahitaji sasa huyo mtu. Haleluya. Ni wewe huyo mtu unayemhitaji kwa area gani? Either ni business, either ni job, either ni mambo ya visa ya unataka kwenda ngambo, either unataka shughuli zako ambazo uko nazo ziweze kukamilika. You need one person. Only one person. Angalia area ile ambayo unatamani zaidi Mungu akufanyie, yani hiyo jambo ifanyike. Usitarajie malaika kutumwa. Kuna mtu ambaye Mungu ameandaa. Kuna mtu ambaye iko na hiyo jawabu. Ni pesa ya biashara. Kuna mtu ambaye Mungu ameandaa. Mtu mmoja. Na wewe ndio unaweza kumuita siku ya leo na kumwambia Bwana, nahitaji huyu mtu. Ninahitaji huyu mtu. Sababu kuna mtu anaweza kuja kwako na aondoe aibu yako. Alete heshima kwako. Mtu mmoja. Mungu wetu, Mwokozi wetu, Bwana wetu, Mfalme wetu, mtakatifu, mwenye rehema na neema tele. Tujalie Bwana, tusaidie katika mwaka huu. Katika mwaka huu Mwokozi, tufanikishe kukutana na mtu ambaye iko na jawabu yetu. Na mtu ambaye atafanya tutembee, mtu ambaye atafanya tukusifu zaidi, mtu ambaye atafanya tuone maono yetu kufanikiwa, mtu ambaye atakuwa jawabu katika maono yetu, mtu ambaye atafanya mambo yetu kufanikiwa. Mtu mmoja. We need one person. Lord, wewe uko na watu. Katika serikali uko na mtu. Katika biashara uko na mtu. Katika kazi nzuri uko na mtu. Katika mambo na ndoa uko na mtu. Katika mambo ya connection uko na mtu. Bwana uko na mtu. Ninaomba Bwana, huyo mtu aachiliwe kwa sababu ya mtu. Huyo mtu aachiliwe kwa sababu yangu. Huyo mtu aachiliwe kwa sababu ya kanisa. Mtu mmoja tunamhitaji wa kutushika mkono wakati ambapo tunaona kuna njia, atakayetuelekeza njia. Wakati ambapo tunaona kwamba kuna jangwa, katika jangwa ajitokeze alete samaki na mkate. Mtu tunahitaji mtu mmoja, one person. Tunahitaji mtu mmoja kuingia ikulu, mtu mmoja. Tunahitaji mtu mmoja ili tuweze kuitwa tunahitaji kuitwa Mungu wetu, Mwokozi wetu. Naomba kwa sababu ya kila mmoja yuko katika hema hii, na wale ambao wanatufuata katika mtandao, wale ambao wanahitaji support mahali, watumie mtu mmoja. Mtu mmoja
aguswe na wewe, aguswe na wewe, atumwe na wewe, kwa sababu ya haja ya huyu dada, kwa sababu ya haja ya huyu mama, kwa sababu ya haja ya huyu mtu wako, kwa sababu ya watu wako. Mtu mmoja tu, we need one person. Huyo mtu mmoja tunamhitaji, na asipotoshwe, asibadilishwe mawazo, akuja afanye kile ambacho kinachohitajika kwa maisha yetu. Mtu mmoja kwa sababu ya biashara na kazi zetu, mtu mmoja tunamhitaji. Lokalo dige li aboshimetuka la ligo shama. Ndio tunaweza kosa watu katika jamii, lakini tunahitaji mtu mmoja ambaye anatumwa na wewe. Tunahitaji mtu mmoja, huyo ambaye kuna magonjwa anahitaji mtu mmoja ambaye amebeba uponyaji wa magonjwa yake. Mtu mmoja tu. Huyo ambaye amevunjika moyo anahitaji mtu mmoja wa kumletea faraja. Mtu mmoja mshike mkono. Tunahitaji mtu mmoja kutushika mkono katika maono, mawazo tunayo, nia tunazo. Mungu wetu. Lo shakalo jeketemelika la shika ala sukala la dole medushi kupala goje jikala matusu laba. Asante Yahweh, asante Adonai, asante Elohim. Tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante, kwa maana ni mwaka wa new levels, ni mwaka wa new levels, new dimensions. Na acha tukutane na huyu mtu ili kiwango chetu kiende ngazo nyingine. Asante Bwana, tunakushukuru na tunasema jina lako limidiwe, katika jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu, na mtu aseme amen. Amen. Wow. Tunashukuru kwa muda na wakati kama huu. Nataka tuweze kutoa sadaka zetu, na wale ambao watatoa kupitia mtandao, pay bill iko hapo. Ni namba ni 786425. Account number ni jina lako. Weka jina lako na utakwenda kubarikiwa. Na wale ambao wako na fungu la 10, tunaweza karibia hapa mbele ili tushukuru pamoja na tukaweze kutoa sadaka zetu.